فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Maashara alhadhirin, tukiendelea na durusi zetu za kuchukua mafunzo katika kisa cha Nabii Allahi Adam, na leo insha Allah tutamaliza kwa kuleta khulasa, kutondoa kwa ufupi zile faida sasa tulizozipata toka mwanzo tulipoanza kuzungumza katika kadhia ya kuumbwa mpaka tulipokuja kuona makosa ya Nabii Allahi Adam na tauba yake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha kuanzia Jumatatu tutaangalia sasa kadhia na hadithi nyingine ya dua iliyokuja katika Al-Qur'an. Lakini leo nikiingia hapa msikitini, kuna mtu ameniuliza swali, ameniuliza, ustadhi, ule mti alokula Nabii Allahi Adam ni mti gani? Mimi nikamwambia na mimi sijui, na fi'lan kikweli sijui, lakini yuko mmoja katika mashekhe maarufu hapa Mombasa, Ustadh Izzuddin wa Masjid Shibu, asema alikuwa akitembea akasimamishwa na mtu. Yule mtu akamuuliza swali hili, yule Sayyidina Adam alikula mti gani? Ule mti alokatazwa akaula alikuwa ni mti gani? Yule mtu aliomuuliza lile swali alikuwa, wakati wamuuliza lile swali alikuwa yuala miraa, domo tele miraa. Akamwambia, kwa hakika sijui jawabu la uhakika, lakini nafikiri ulikuwa ni mti wa miraa. Kwa hivyo mimi sijui ni mti gani, Allahu a'lam. Wengine mmoja wetu akaenda akifanya research ulikuwa ni mti gani, atatuambia na sisi. Wala sijasikia katika faida za ulama umuhimu wa kujua ulikuwa ni mti gani. Muhimu ni kule kukosa kwake na kurudi kwake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faida kubwa ya kwanza tunayoipata katika kisa cha Nabii Allahi Adam na kurudi kwake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilikuwa ni faida ya kuwa kurudi kwa Mwenyezi Mungu, kufanya tauba ni wajibu, ni lazima, hatuna budi nalo. Hili limekaririka, tumelirudia kutoka mwanzo, na Imam Al-Qurtubi maneno yake kama tulivyoyanukuu mara kwa mara atuambia, wala khilafa baina al-umma fi wujubi tauba. Hakuna mgongano, hakuna ikhtilafu yoyote baina umma wote kwa madhehebu yake yote, sawa ni sunna, ni shia, ni ibadhi, sijui, sote tukubaliana ulazima na ufaradhi wa kutubu na kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bali hakuna khilafu hata katika adiyan, katika dini pia. Hata Wakristo wao pia watakwambia ni lazima uokoke kwa lugha zao, urudi kwa Mwenyezi Mungu uokoke. Wala hakuna shida kuwafikiana na kuchukua kutoka kwao Wakristo baadhi ya masala, ikiwa yale masala yao ni ya sawa na yameafikiana na sharia ya Kiislamu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuja kwake Abu Huraira, Sayyiduna Abu Huraira alikuja kwa hadithi ndefu sana, akamtolea Mtume kisa cha kupambana na shetani katika pilka zake, kutana na shetani kwa hadithi ndefu. Tutatoka katika maudhui tukieleza yote. Mwisho kabisa yule shetani akampa nasaha Abu Huraira, wakati Abu Huraira amemtambua kwa yeye ni shetani yule, akampa nasaha Abu Huraira, akamwambia, ukitaka kujilinda Abu Huraira, shetani ndio yomwambia Abu Huraira, ukitaka kujilinda na kitu chochote ikiwemo kujilinda na mimi shetani, soma ayatul kursi. Alivorudi kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam akamwambia maneno haya,
Mtume akamwambia sadaqa wa innahu lakadhubu, yule shetani amesema ukweli, ingawa tabia yake kawaida ni kadhub, ni mrongo yule shetani, lakini amekwambia ukweli. Kwa hivyo utaona Abu Huraira amechukua faida mpaka kwa shetani. Kwa hivyo tukichukua faida kwa ndugu zetu ambao kwamba si dini yetu, bora ile faida iwe imeelekea na yakubaliana na haipingani na dini yetu, hilo ni sawa. Kwa hivyo hata wao na sote tukubaliana kuwa tauba ni kitu ambacho kwamba hakiepukiki, ni wajibu. Sayyidina al-Imam al-Ghazali katika Ihya Ulumuddin, kitabu chake hichi muhimu sana, ana maelezo marefu kuhusu kadhia hii ya Nabii Allah Adam na kukosa kwake na kurudi kwa Mwenyezi Mungu na tabia ya binadamu ya kukosa. Asema fama ajdaru bil aulad an yattabi'a al-abaa wal ajdad. Asema ni kawaida sana kwa watoto kufuata mienendo ya mababa zao na mababu zao. Kwa hivyo haishangawi ikiwa binadamu atakuja atakosa, ni mwendo wa babake Adam. Fala gharwa in adhnaba al-adamiyu au ijtaram fa hiya shanshanatun na'rifuha min aqdam. Ikiwa binadamu atakuja atafanya makosa, atateleza, atafanya madhambi, halishangazwi lile. Hii ni kadhia, ni mambo tunayoyajua toka zamani. Lakini kwa maneno marefu baadaye aja atuambia walakin al-aba, lakini yule baba in kana qad ammara ba'da ma hadam au jabara ba'da ma kasar falyakun al-ittiba'u fi kila tarafi al-ithbati wan-nafi. Kwa maneno yake nasema, lakini yule baba ikiwa alitengeza baada ya kuharibu, akajenga baada ya kuvunja, yani akasuluhisha baada ya kuwa ameleta madhara, basi kule kumfuata yule baba kuwekwa kwa sampuli zote mbili, kwa kuharibu lakini pia kwa kutengeza. Ndivyo tutakuwa tumemfuata Sayyidina Adam haki ya kumfuata. Tusimnasibishie tu makosa. Pale tunapokosa tukasema tabia ya binadamu, hata baba yetu Adam alikosea. Pia tujue namna ya kumfuata wakati wa kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hakuna aliyokuwa akifuata tabia hii kama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Atuambia katika hadithi yake, ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru rabbakum fa inni astaghfiru Allah fil yawmi 100 marra. Enyi watu, regeeni kwa Mwenyezi Mungu, muombeni msamaha, leteni istighfar. Mimi, yani yeye mtume sallallahu alaihi wa sallam, mimi namuomba maghfira, nafanya istighfar kwa siku moja mara 100. Na yeye ni yule aliyoambiwa liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Yeye ameshasamehewa madhambi yake yaliyotangulia, yatakayokuja, yote yashasamehewa. Lakini yosema mimi naomba msamaha, nafanya istighfar kwa siku moja mara 100. Ili ni kutufunza sisi ukawaida na ulazima wa jambo hili, na kuwa lazima tulifanye katika maisha yetu ya kikawaida ya kila siku, awe mtu yamwomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pili tunalojifunza kutoka kwenye hadithi hii ya Nabii Allah Adam ni al-i'tirafu bidhamb, kuyakubali na kukiri yale madhambi na yale makosa wakati ushafanya yale makosa. Sote tukubaliana hakuna tabia inayochukiza hata kwa binadamu mwenzako, sisi kwa sisi binadamu, kama tabia ya mtu ambao kwamba hataki kukubali makosa yake. Amekosea lakini yuko tayari mupigane, yuko tayari mukatane, yuko tayari kuvunja kisasi, aharibu uhusiano, lakini lile kosa lake hataki kulikubali. Wako watu sampuli hii, atafanya lolote, lakini kufanya i'tirafu kwa yeye amekosea hataki kufanya hivi. Tabia mbovu yenye kuchukiza sana. La,
Sayyidina Adam kama tulivyoona pale pale tu alivyoyafanya yale makosa, akafanya i'tirafu, akakubali, rabbana dhalamna anfusana, mola wetu tumezidhulumu na nafsi zetu. Hivyo pale pale akakubali. Lakini Iblis hakukubali. Yeye alimwambia Mwenyezi Mungu, qala rabbi bima aghwaytani, mola wangu kwa kule kuwa wewe umenipoteza mimi, na mimi nitawapoteza hawa binadamu wote. Utaona yale makosa yake yajitakasa yeye, si yeye aliyoyafanya. Alompoteza ni Mwenyezi Mungu. Yamwambia rabbi bima aghwaytani, kwa kule kuwa wewe ndio ulonipoteza mimi, na mimi nitawapoteza hawa. Kwa hivyo la msingi ambalo kwamba Iblisi alilikosa ni hili la i'tirafu bidhambi. Hakukubali yale makosa yake, yale anasibisha kwa Mwenyezi Mungu. Yeye ni bora, ana khairun minhu. Wewe ndio ulokosea Mwenyezi Mungu, wewe ndio ulioniamrisha nifanye kitu ambacho kwamba sifai kukifanya, na si mtu hawezi kuniamrisha mimi nikafanya namna hiyo. Kibri, yani kibri kilo mjaa zaidi. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atuambia, alkibru batrul haqi wa ghamtun nas. Kibri ni mambo mawili, kukataa haki na kuwadharau watu, na haya yote mawili yaonekana kwa Iblis. Alikataa haki katika amri ya Mwenyezi Mungu ya kumsujudia Adam, na pia akamdharau yule Adam, akasema ana khairu, mimi ni bora kushinda, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, mimi umeniumba na moto, yeye umemuumba na udongo tu, kiumbe duni huyu. Akamdharau. Na angalia katika kadhia hii, Iblis, watuambia mufassirun, alikuwa ni kiumbe mwenye kufanya ibada sana. Wepeleleza katika kisa, utaona kuwa Iblis ni katika majini, lakini amri ilivyokuja kuambiwa malaika, wa idh qulna lilmalaikati isjudu li Adam, tulivyoambia malaika wamsujudie Adam, Iblisi akaingia pale kwenye malaika. Sasa jiulize swali, kwani huyu Iblisi ni katika malaika? Amri imekuja kwa malaika wamsujudie. Ulama wa tafsir watuambia ile amri ilikuwa imemkusanya yeye pia, ingawa yeye si katika malaika, kwa sababu kwa ule uwingi wa ibada zake alifika kiwango cha uwali, uwema, uja kwa Mwenyezi Mungu, mpaka wale malaika wakamchukua, hawakumwacha abaki na majini wenzake, wakamchukua akawa iwaishi nao mbinguni, kwa ule uzuri wake na kumwabudu kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna, sijasikia riwaya yoyote ya kiumbe chengine chochote aliochukuliwa akawa iwaishi na malaika kama malaika kule juu mbinguni. Lakini kwa ule uzuri wake na ibada zake kwa Mwenyezi Mungu, Iblisi alifika kiwango hichi. Alichukuliwa na malaika akawa iwaishi nao kule, wala alikuwa hana tatizo katika kumwabudu Mwenyezi Mungu. Hata watuambia katika majina aliobandikwa wakati huo, wakati alivyokuwa mwema, alikuwa akiitwa Abu Sajda, baba wa ile sijda, likathrati sujudihi, kwa ule uwingi wa kusujudu kwake, kumsujudia Mwenyezi Mungu. Lakini sasa ilivyokuja amri ya kumtukuza kiumbe mwenzake, alivyoambiwa amsujudie kiumbe mwenzake katika kumtukuza yule kiumbe, hapo ndio akakataa, akapinda, hapo ndio akaaba wastakbara, kana kwamba amwambia Mwenyezi Mungu, mimi sina shida kukuabudu wewe, lakini usiniamrishe ni watukuze hao viumbe wenzangu mimi. Na tuko katika watu ambao kwamba tuko sampuli hii, hatuna shida katika ibada, swala kwa wingi, saumu kwa wingi, zaka, kufunga Ramadhani na ibada ya hali ya juu na sunna tumeshikamana nazo. Lakini ukija katika muamala wetu na binadamu wenzetu, muamala mbovu kabisa. Hakuna atukanao watu kama yeye, hakuna akatanao, hakuna anaovunja kizazi kama yeye, hakuna mwenye dharau na kibri kama yule mtu. Hii ni tabia mbovu sana, ni sifa katika
sifa za Iblis alayhi laana. Kwa hivyo kikubwa chengine tunachojifunza kutoka kwenye kisa cha Nabii Allah Adam ni al-i'tirafu bidhambi. Pale unapofanya madhambi, kubali yale madhambi, kiri kwa Mwenyezi Mungu, pia kiri kwa binadamu wenzako kama yale madhambi yamefungamana na kuwahama, yani kuwadhuru binadamu wenzako. Tatu la muhimu pia ni an-nadam, majuto. Pale ushafanya madhambi, kujutia yale madhambi. Ulama watuambia hakuna kitu kinachochukiza kwa shetani na kwa Ibilisi kama pale ambapo kwamba mja akafanya madhambi kisha akajutia yale madhambi. Waona ile kazi yake yote imekwenda patupu, ile bidii yake yote ya kumfanya afanye madhambi, amerudi amekuwa yuajutia yale madhambi. Al-Imam Al-Ghazali huyo atuambia katika hii Ihya, atuambia yudhnibu al-abdu dhanban fala yazalu nadiman alayhi hatta dakhala al-janna. Mtu aweza akafanya madhambi kisha akajuta kuyafanya yale madhambi, akabaki katika haya majuto mpaka yale majuto ndio yakamuingiza peponi. Kisha Iblisi atakavyoona yale, Iblisi akasema ya laitani lam utihu fi dhanbi, afadhali kama sikumshawishi hata akayafanya yale madhambi. Yale madhambi ndio yalorudi yakamfanya ingie peponi, ni kujutia yale madhambi. Afadhali sikumshawishi kamwe akafanya yale madhambi. Kwa hivyo kujuta pia ni katika vitu ambavyo kwamba vamuudhi sana shetani na vamfurahisha sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atuambia an-nadamu tauba, kule kujuta tu kwa tosha kuwa ni toba, ni kurudi na kusamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha al-Imam An-Nawawi rahimahullah ametupangia shurut, masharti ya kukubaliwa tauba, ile tauba yako kuwa ni tauba yenye kukubalika, taubatan nasuha. Ametuwekea masharti katika Riyadhus Salihin. Sharti ya kwanza ni kama tulivyotangulia kuisema, an-nadam. Ushafanya yale madhambi, pale pale ujute kufanya yale madhambi. Si umefanya yale madhambi au umepitikiwa muda mrefu, miaka katika madhambi, kisha wakati wataka kuyawacha ama umewacha yale madhambi, wasema Mwenyezi Mungu atusamehe, lakini tulistarehe bwana, sisi tulienjoy sana zama zetu. Hapo huwa bado haijakuwa tauba ya kisawasawa. Yataka pale ulipoamua kuacha ujutie kufanya, usikumbuke ukaanza kufurahika na kana kwamba halikufurahishi kuwa wewe umeawacha yale madhambi. Kwa hivyo kujuta, an-nadam, sharti la kwanza. Sharti la pili, al-iqla' anil ma'siyah, kuacha lile dhambi. Wataka kutubu na maasiya fulani, pale pale umeamua kutubu, pale pale wacha yale madhambi. Si wewe waendelea kuyafanya, lakini Mwenyezi Mungu atusamehe, na huku waendelea kuyafanya yale madhambi. Kama ni kula miraa, watafuna huku, Mwenyezi Mungu atusamehe, pia hapo watuambia bado hujapata katika masharti ya tauba. La tatu, al-azmatu ala adami al-audati ila dhunub. Utie azma, utie nia katika moyo kuwa hutorudia tena yale madhambi. Si useme Mwenyezi Mungu anisamehe bwana, lakini nikipata tena siwachi, au akipita tena simwachi ule, nitamfuata. Hapo hujatia nia ya kuacha yale madhambi, hujapata sharti katika sharuti za tauba. Na nia lazima iwe nia sadiqa, iwe nia ya kikweli, nia iliyothubutu ndani ya moyo, nia ya kikweli. Na Mwenyezi Mungu huwezi kumdanganya, ajua kilichoko ndani ya moyo wako, kama tulivyoona jana katika dua ya Nabii Allah Adam, kwa ile riwaya tuliyosema jana, alivyoomba Mwenyezi Mungu, Allahumma innaka ta'lamu sarirati wa alaniyati. Ewe Mwenyezi Mungu, wewe wajua
ilofichamana ndani ya siri yangu. Kwa hivyo huwezi kumdanganya Mwenyezi Mungu, lazima ile nia iwe ya kikweli. Kisha ulama watuambia, baada ya haya matatu, ushajutia, ushawacha yale madhambi na ushatia nia ya kikweli kuwa hurudi tena katika yale madhambi, watuambia linalofuata sasa ni atanasi, kujisahauzisha. Sahau kabisa kuwa ulifanya yale madhambi, kwa sababu ukidumu katika fikra yako ya yale madhambi, huenda yakakuathiri katika maisha yako. Kuna watu waingia katika depression kwa sababu ya madhambi yao, waona kuwa wao hawasamehewi tena na Mwenyezi Mungu. La, usidumu ndani yake. Ushafanya haya, Mwenyezi Mungu amechukua ahadi, kama ni ya kikweli na ikhlas, mimi nishakusamehe. Sasa linalofuatia, wewe jisahauzishe kabisa. Fungua sasa ukurasa mpya, fungua chapter mpya na Mwenyezi Mungu. Fanya bidii katika kufanya mema, wala usijali maneno ya watu. Maana sisi watu tuna maneno ya kutupa. Utamwambia mtu, wewe utatuambia nini? Juzi tu tulikuwa pamoja mahali fulani tukifanya maasi ya mahali fulani, sasa umerudi ndio umekuwa shekhe mkubwa. La, usijali maneno ya watu. Atanasi, ulama wa tasawuf watuambia haya maasi awaluha isti'dham wa akhiruha at-tanasi. Mwanzo wa maasi pale unapoyafanya yale maasi, kwanza isti'dham, yafanye ni kitu kikubwa, juta, kuwa na dhiki, rudi kwa Mwenyezi Mungu, tubu. Lakini mwisho ushafanya kama tulivyoeleza haya masharti, at-tanasi, mwisho ni kujisahauzisha. Kisha baada ya hapo, hata ukasahau tena, ukateleza, ukayafanya yale makosa, usiogope bado, rudi tena kwa Mwenyezi Mungu, atakusamehe. Ya ibn Adam, law ji'tani biturabil ardi dhunuban thumma ji'tani taiban ghafartu laka wala ubali. Mwenyezi Mungu atuambia katika alhadith alqudsi, ewe mwanadamu, lau ukaja kwangu au ukafanya madhambi idadi yake ni idadi ya mchanga wote ulioko kwenye ardhi, yani idadi kubwa, thumma ji'tani taiban, kisha muhimu ni kuwa ukarudi kwangu kutubu, ghafartu laka wala ubali, nitakusamehe wala hata sijali. Bali imekuja katika hadithi, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, yudhnibu al-abdu dhanban, hufanya mja madhambi, fayaqul, kisha yule mja baada ya kufanya yale madhambi akasema, akainua mikono yake akaomba dua, rabbi adhnabtu wa alimtu annahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli. Akainua mikono yake akamwomba Mwenyezi Mungu, ewe Mola wangu, nimeteleza, nimefanya madhambi na najua hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa wewe, nisamehe madhambi yangu. Mwenyezi Mungu akamjibu akamwambia, qad fa'alt, nimekusamehe. Kisha yule mtu thumma yamkuthu ma sha Allahu an yamkutha, kisha akienda zake akakaa muda wa kukaa, fayudhnibu dhanban, akarudi tena akafanya tena dhambi, fanya tena madhambi. Kisha baada ya hapo akainua tena mikono yake, rabbi adhlamtu wa alimtu annahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli, Mola wangu, nimefanya tena madhambi na hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa wewe, nisamehe. Mwenyezi Mungu akamwambia, qad fa'altu, nimekusamehe. Thumma yamkuthu, kisha akakaa tena muda wa kukaa, akafanya tena madhambi, akainua tena mikono yake, rabbi adhnabtu wa alimtu annahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli, nisamehe Mola wangu, nimefanya tena madhambi. Mwenyezi Mungu atamwambia, nimekusamehe. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, fayamkuthu ala hadha, akabaki katika hali hii ya kufanya madhambi na kurudi kwa Mwenyezi Mungu kuomba msamaha, Mwenyezi Mungu amsamehe, akafanya tena akasamehewa, mpaka Mwenyezi Mungu akajifakhiri akasema, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wala ya'khudhu bihi. Mwenyezi Mungu kwa kule kuwa yeye yuarudi, wafanya madhambi yuarudi, wafanya madhambi yuarudi. Sisi binadamu
utachoka kila siku zote. Lakini Mwenyezi Mungu ajifakhiri na yule mja wake, asema mwangalie mja wangu, kwa hali yoyote ile iwajua kuwa ana Mola, ana Mungu ambayo kwamba yuwayasamehe madhambi yake wala hamchukulii. Kwa hivyo si aibu kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Aibu ni kule kuyafanya yale makosa. Aibu kubwa zaidi ni ushafanya makosa kisha urudi kwa Mwenyezi Mungu, wala usione haya katika kurudi kwako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faida tulivyoeleza ni nyingi sana, lakini ya mwisho tukimalizia nayo ni kuwa ulama watuambia sababu iliyompelekea Nabii Allahi Adam kutambulika na Mwenyezi Mungu na kuchaguliwa kama mtumi, kuna mafungamano baina ile sababu na kule kukosa kwake. Tumesoma hapa katika masiku iliyopita, Mwenyezi Mungu atueleza wa asa Adamu rabbahu faghawa, Adam alimasi Mola wake akapotea. Thumma ijtabahu rabbuhu fataba alayhi wahada, kisha baada ya kule kukosea Mola wake akamchagua. Utaona kule kukosea kwake ndio kulompelekea Mwenyezi Mungu amchague. Kwa hivyo haya makosa unayoyafanya yaweza yakarudi, ndio yakakufanya wewe ukarudi ukawa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndio yakawa khazina yako, yakawa akiba yako unayorudi nayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu atuambia yule mwenye kutubu tauba iliyokubalika, yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, Mwenyezi Mungu humbadilishia yale madhambi yake kwa kule kurudi kwake, ndio yakawa mema. Al-Imam Ibn Ata'illah As-Sakandari ana maneno mazuri sana, atuambia rubba ma'siyatin awrathat dhullan wa inkisaran khairun min ta'atin awrathat izzan wa istikbara. Wakati mwingine maasia ambayo kwamba yatamrithisha aliyoyafanya yale maasia, yani yatamfanya yule aliyofanya yale maasia awe na hisia za unyonge, awe na hisia za kuwa duni na unyenyekevu na kurudi kwa Mwenyezi Mungu, yale maasia yakawa bora kuyafanya kushinda kufanya ibada toa ambayo kwamba itarithisha kwa yule mtu aliyofanya ile toa hisia za kuwa yeye akajiona kwa hakuna kama mimi, na swali kila siku, nafunga kila siku, natoa kila siku. Utaona zile toa zake, ile ibada yake hurudi ikamdhuru yeye mwenyewe. Lakini yule asi yule unayemdharau, lakini pale anapoasi, anapomaliza tu kuasi, akawa na hisia za kujuta na kurudi kwa Mwenyezi Mungu, yakawa yale maasi yake ni bora kushinda hizi toa zako na ibada zako unazozifanya. Kwa hivyo tutajifundisha namna ya kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwa kisa hichi cha Nabii Allahi Adam na dua zake na munaja na kurudi kwake na kutubu kwake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukiwa katika mwezi huu wa Ramadhan ambao kwamba ni mwezi wa tauba. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie sisi ni wenye kurudi kwake, atujalie sisi ni wingi wa kufanya tauba, kisha atukubalie tauba zetu sisi na ndugu zetu na wazee wetu na marafiki zetu na jamaa zetu walioko hai waliotangulia mbele za haki. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayh. Atukutanishe peponi insha Allah na baba yetu Adam na mama yetu Hawa, na wao wakiwa radhi nasi pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Atupe ilmu na amal na nia na ikhlas, atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kesho pengine tutakuwa na mwalimu wetu Ustadh Shani Uthman, ataendelea na mada yake. Lau hakupata, inshallah kesho ni siku ya Ijumaa, sio kama sikukosea, ni siku ya Saira. Tutaangalia historia, tarikh
ya Sayyidatuna Fatima bintu Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kisha tutaangalia tena aya nzuri zenye mafundisho ya kurudi kwa Mwenyezi Mungu na zenye dua siku ya Jumatatu inshallah katika darsa ya tafsir. Wassalamu alaikum wal afwa.